Sifiwe kanisa. Wakati mwingine mzuri umefika kwa ajili ya neno. Tutasoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 4 kama mahali ambapo tulisoma somo la kwanza, na tunaanza mstari wa 13. Soma tu hiyo mstari wa 13 na 14 ambao unasema hivi: Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya hataona kiu tena, walakini yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji ibubujikayo uzima wa milele. Tuombeni. Mwenyezi Mungu Baba, ni asante kwa ajili ya neno lako Baba. Limo mbele zangu Jehova Mungu wa mbinguni. Mimi sina neno kwa ajili ya watoto wako Baba. Nipe neno kwa ajili yao ili Bwana kaweze kusikiza yale yatokao kwako Jehova Mungu wa mbinguni. Nipe nguvu za Roho yako Mtakatifu, nao ukawape Bwana kusikiza kutoka kwako jinsi umenipa siku ya leo. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Amen. Ni jambo ambao tunaliona mahali hapa, mazungumzo kati ya Yesu na mwanamke Msamaria. Yesu Kristo alipokuwa amefika katika kijiji cha Samaria, mahali ambapo alikutana na mwanamke Msamaria katika kisima cha Yakobo. Mahali pale mwanamke alikuwa anateka maji, na tunaona mazungumzo ya maji ya Yesu Kristo na mwanamke Msamaria juu ya jinsi vile walianza mazungumzo yao. Ni kwamba hapo anapatana, kwa maana mwanamke alisema kwamba Wasamaria na Wayahudi hawapatani, Wasamaria na Wayahudi hawafai kuchangamana kwa jambo lolote lile. Na hivyo ndivyo Yesu Kristo alianza mazungumzo yake na yule mwanamke, mpaka alipofika mahali akamwambia kwamba yeye ndiye maji ya uzima. Mahali hapa sitaki kuzungumza sana juu ya story hii ambao tunaijua sana, haswa wale ambao tumeokoka, tumeweza kusikia kwa muda mrefu. Nataka siku ya leo tukaweze kuzungumza juu ya chemichemi ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Na ile chemichemi ya uzima tunaipata kutoka kwa Yesu Kristo. Yeyote ambaye ameokoka amepata chemichemi ya uzima. Na ile chemichemi ya uzima huwa katika mioyo yetu ambao inaleta uzima wa milele. Na hiyo chemichemi ya uzima inakuja ndani yetu na kuonekana kwa mambo tofauti. Jambo la kwanza ni katika mazungumzo yetu ama maneno yetu, na jambo lingine, hiyo chemichemi ya uzima inaonekana katika mawazo yetu na pia na hata matendo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo basi ndio nataka tukaweze kujua kwamba yeyote aliye na Yesu Kristo, hiyo chemichemi ya uzima inaingia ndani ya moyo wake, na hivyo moyo ndio unaotoa mambo yote ambao inakulete jinsi wewe ulivyo. Na ile chemichemi ya moyo ndio inalete kile ndani yake kimejaa. Na hivyo basi hiyo chemichemi ya moyo inaweza kuwa imejaa mambo ya dunia, na pia hiyo moyo inaweza kuwa imejaa mambo ya Yesu Kristo, na ndio chemichemi ya uzima ambao Yesu Kristo alikuwa anazungumzia ndani yake, ambaye yote anayempokea lazima hiyo chemichemi ya uzima ikaweze kuonekana ndani yake. Kitu ya kwanza, mawazo ya mtu ambaye ako na chemichemi ya uzima ambao inalete uzima wa milele ama inabubujika maji ya uzima wa milele, huyo mtu anawaza mawazo ambayo ni mema, mawazo ambayo yanalete mambo mazuri. Maana mahali pale kile ambacho mtu anawaza umata sana katika maisha yake ya kutembea na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo katika Methali sura ile ya 6 mtumishi wa Mungu alisema kwamba kuna mambo 6 ambayo Mungu hayapendi kabisa.
kabisa, na akasema kwamba moyo uwazao mawazo mabaya. Na wakati Yesu Kristo alipokuja ulimwenguni na kutuokoa sisi, aliweza kutuokoa ili mawazo yetu yakawe ni chemichemi ya uzima ambayo inaburudisha mawazo mazuri. Wakati mwingine unaweza kuwa unaongea na rafiki yako na muda si mrefu tu mnawachana naye, na mara ile nyingine mnaweza kuwa mmeachana kwa muda mchache tu awaze kukuanzia mawazo mabaya, na ile mawazo mabaya inaweza kuleta ile ushirika wenu ama ule urafiki wenu kuwa na shida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na katika mawazo inaweza kuwa mawazo ambao mtu anawaza ikitoka kwa Yesu Kristo, mawazo hayo yanaleta mambo mazuri ambao inawaza tu mambo ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika mawazo ya mwanadamu huwa ni kama chemichemi ambao kila wakati inavuvutika, na huenda inaweza kuvuvutika mawazo mabaya, na pia inaweza kuwa inavuvutika mawazo mabaya. Kwa hivyo katika mawazo ya mwanadamu, jinsi vile anawaza, wakati kule mtu anaendelea na kukua kila siku, huwa mawazo yake inaendelea tu na kuanza. Ikiwa mtu ni nomo, anawaza kila wakati na anawaza kila wakati. Na ndipo Yesu Kristo alisema kwamba yeye aliyempokea ndani yake, ndani ya moyo wake uvuvutika chemichemi ya uzima. Na ile chemichemi ya uzima inavuvutika katika mawazo yake. Mawazo ya huyo mtu inaweza kuwa inawaza mambo mazuri, mawazo ya kupendeza Mungu. Na ndivyo nasema kwamba kuna mawazo ambayo inawaza mazuri na mawazo ambayo inawaza mabaya. Kwa hivyo ile chemichemi ya uzima ambayo inatoka kwa Yesu Kristo, mtu ambaye kana chemichemi ya uzima ambayo inatoka kwa Yesu Kristo, inavuvutika mawazo mazuri. Unawaanzia kila mtu mawazo mazuri, unawaza marudipo mazuri, unawaza yani kila mtu mbanaye muona anamwazia mabaya mazuri. Kwa hivyo chemichemi hiyo ambayo inatoka kwa Yesu Kristo inaleta mawazo mazuri ambao unawaza kila wakati, ambao ni chemichemi ya mawazo mazuri ambao inatoka kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo nasema kwamba ile chemichemi ya uzima inaweza kuleta mawazo mazuri. Huo unawaza wazuri kuhusu yule mwingine, katika moyo wako huo uwazii watu wengine mabaya. Wakati mwingine unaweza kuwa katika ndoa kuna mawazo, mtu anawazia mwenzake mabaya, ama akiwa ndani ya Yesu Kristo anawaza mawazo ambao ni mazuri. Ndio Yesu akasema kwamba yeyote ambaye anampokea ndani yake kuna bubujika chemichemi za uzima. Na nimesema kwamba chemichemi ya mtu ambaye ameokoka huwa katika mara tatu: mawazo, maneno na matendo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo basi yale mawazo ya mtu mwenye ambaye amempokea Yesu Kristo inaanza kuanza vizuri. Ukiona katika hiyo kitabu cha Yohana 4, wakati Msamaria alikuwa anawaza mawazo mabaya ambao alikuwa wamejipanda katika kabila zao, kwamba Wayahudi hawachangamani na Samaria, aliendelea kuzungumza na Yesu Kristo na katika ile hali ya kuzungumza na ile chemichemi ya uzima ikaingia ndani yake, na akaanza kuwaza mazuri, na akaanza kuona Yesu Kristo mtu tofauti, kwamba si Myahudi na Msamaria tena, lakini akajua kwamba yeye na Yesu Kristo kuna mazungumzo na kuna kitu ambacho amepokea kutoka kwake, na ndipo mawazo yake ikabadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Na chemichemi yake ya roho yake ikaanza kuwa na mawazo mazuri, akawaza mawazo mazuri kuhusu Yesu Kristo. Ndipo anasema kwanza kwamba mtu ambaye ameokoka mawazo yake mbadilishwa na huwa chemichemi ya uzima ambayo inaburudika maji ya uzima, ama inaburudika mawazo ambao ni mema. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye ameokoka mawazo yake mbadilishwa na neno la Mungu, mawazo yake inabadilishwa na Yesu, anaanza kuanza mawazo mazuri. Na ndipo nasema kwamba huyu mwanamke Msamaria mawazo yake yalibadilika na akaanza kuanza mawazo mazuri, na chemichemi
kububujika mawazo ambayo inaleta uzima. Bwana Yesu asifiwe. Na akawaza juu ya Yesu Kristo, na akasema huyu ni Yesu Kristo. Huyu ni mtu yule ambaye ako na roho ya Mungu. Huyu ni mtu ambaye amebadilisha maisha yangu. Hivyo basi ndivyo anasema kwamba katika mawazo yake kwanza yaliweza kubadilishwa na akaweza kuwaza mawazo mazuri. Jambo lile lingine nasema kwamba katika ile chemichemi ama roho ya mtu ambaye amebadilishwa na Yesu Kristo, katika maneno yake yanabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Yakobo aliweza kuangalia akasema kwamba kuna kinywa ambacho ni chemichemi ambacho husema maneno kila wakati, na ndani ya kile kinywa ni lazima uweze kuelewa kwamba huyu mtu anaongea nini haswa, na anaongea chemichemi yake ikitoka wapi. Na akaanza kuangalia na akasema kwamba kuna watu wengine ambao wanaongea maneno, na haya maneno ambao wanaongea yanachanganya. Na ndipo akauliza kwamba kuna uwezekano kwamba chemichemi moja inaweza kutoa maji ambayo yako na uchungu na maji matamu. Yaani kinywa kinaweza kuwa cha mtu wa Mungu, kinasema maneno mazuri, na katika ile hali tena kinatoa maneno machafu. Ndipo akawaza tena na tena, na ndipo hata siku za leo watu wamechanganya sana kwamba chemichemi za vinywa vyao vinatoa maji ama vinatoa maneno machafu, na pia zinatoa maneno ambayo yanapaa. Na ndipo nasema kwamba hivyo ndivyo Yesu Kristo alivyosema. Alisema kwamba chemichemi ya mtu ama kinywa cha mtu ambaye ameokoka lazima kikaweze kutoa maneno ambayo ni maneno ambayo yanafaa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo nasema kwamba maneno ya kinywa cha mtu inafaa kufanana na kile ambacho kiko ndani yake. Na ndipo Yesu Kristo alimwambia mwanamke, ukinywa haya maji ambayo ninakupa mimi, utatoa chemichemi, ndani yako kutatoka chemichemi za uzima ambayo zitafungujika hadi uzima wa milele. Kwa hivyo maneno ya mtu ambaye ameokoka lazima tuyaone vizuri yakielekana na Yesu Kristo aliye ndani yake. Maana yeye akiwa ndani ya mtu, mawazo ya huyo mtu, maneno ya huyo mtu yataambatana kabisa kulete maneno ambayo yanafaa. Na ndipo nimesema katika kitabu cha Yakobo sura ya 3 inasema kwamba kinywa jinsi kilivyo, na akasema kwamba kwa kweli inawezekana hanje chemichemi moja ama kinywa kimoja cha mtu ambaye ameokoka kinaweza kutoa maneno mazuri ama maneno ya kujenga, na pia maneno ya kusabaratisha. Bwana Yesu asifiwe. Ama maneno yenye kutoa maneno mazuri ama maneno mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati hata tunaanza sana juu ya watu ambao wameokoka, na si unapata mtu kuongea kwake, wakati mwingine akiongea mbele ya kanisa anaongea maneno mazuri, akiongea kwa wale ambao ni waokofu anaongea vizuri, lakini akirudi mahali kule ambao watu hawamuoni, watu ambao wakitanganyika na watu wa dunia, anaanza kuongea maneno ambayo yafai. Na ndipo anasema kwamba maneno ya mtu ambaye ameokoka ni maneno ambayo yanafaa kuwa yanatoka ama yanakuwa maneno ambayo ni mazuri. Baada Yesu Kristo alisema kwamba yeyote anywaye maji ambayo anampa, na ni yeye akiingia ndani ya mtu anatoa chemichemi ya maji ya uzima ambayo yanabubujika kila wakati hadi uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo anasema kwamba ndani yetu, ikiwa tuko na Yesu Kristo, lazima mawazo yetu, maneno yetu yakaweze kuwa yako kama chemichemi ya uzima ambayo yanabubujika hadi uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lile lingine nimesema kwamba mawazo, maneno na
itaambatana sababa na chemichemi iliyo ndani yako ambao ni Yesu Kristo ukiwa umeokoka. Matendo ya mtu ambaye ameokoka yanaambatana kabisa na matendo yake. Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi za leo watu ambao wameokoka wamejichanganya kabisa, ambao uelewi kwamba huyu mtu kwa kweli ameokoka ama bado. Mimi nasema kwamba vile Yesu Kristo alisema kwamba yeyote anayempokea ndani yake ni lazima kuonekane chemichemi ya maji yaliyo hai, maji ambayo yanabubujika hadi uzima wa milele. Kwa hivyo matendo ya mtu ambaye ameokoka ni kama kisima ambao ukitenda mazuri leo, kesho utatamani kutenda. Ukitenda mema saa hii, hata muda ule mwingine utatamani kutenda mazuri tena na tena, maana yale matendo yako itakuwa ni kama chemichemi ama ni kama kisima. Hata ukiteka maji tena na tena kitatokezea maji mengine. Na hivyo basi matendo ya mtu mwenye ameokoka ni lazima yaonekane kila wakati akiwa mazuri, muda hadi ule mwingine, saa baada ile nyingine, siku baada ile nyingine. Hatutamani kuona chemichemi ama matendo ya mtu ambaye ameokoka imetanganya. Leo ametenda mazuri, kesho ametenda mabaya. Maana mtu ameokoka, matendo yake yanakuwa kama chemichemi ya uzima ambayo yanabubujika tu uzima wa milele. Hivyo basi matendo ya mtu ambaye ameokoka inafaa kuonekana akiwa nafaa usiku baada ile lingine, na kila wakati akitenda matendo ambayo yanafaa kila wakati, na matendo mazuri, akizaa matunda ambayo ni ya uzima wa milele, akizaa matunda ambayo yanafanana na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo maneno ya Yesu Kristo hayafai kutofautiana katika mawazo yetu, hayafai kutofautiana katika maneno yetu, hayafai kutofautiana katika matendo yetu kama Kristo. Maana Yesu Kristo alisema kwamba yeyote ambaye nampa haya maji naye ndiye Yesu Kristo. Ukimpokea Yesu Kristo lazima uonekane ndani yako kukitokea mambo mazuri. Na hata ukiona maisha ya mwanamke Msamaria, ndivyo hata unaanza kuona vile alivyombadilika. Mawazo yake alipokuwa anafikiria mambo ya ukabila ikaisha ndani yake. Alikuwa anaongea maneno ambayo hayaambatani kabisa na Yesu Kristo. Na wakati Yesu Kristo alipoingia ndani yake, akaanza kuongea juu ya Yesu Kristo, akaanza kunena juu ya wokovu wa Yesu Kristo, akawatangazia wale wengine, akawaambia njoni muone mtu yule ambaye ameniambia siri zangu zote, hata nyinyi anaweza kuwabadilisha. Hivyo basi maneno ya mtu ambaye anampokea Yesu Kristo nabadilika hivyo, kama vile mwanamke Msamaria alivyobadilishwa na Yesu Kristo. Na pia matendo yake akawa ni tofauti, akaanza kuona wale wengine wanafuata ndani ya Yesu Kristo, akaanza kueleza juu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo anasema kwamba mawazo yetu ambayo tumeokoka, maneno yetu na hata matendo yetu yaweze kuwa ni kama chemichemi ya uzima ambao inambubujika hadi uzima wa milele. Ili kama vile nimesema kwamba kisima hata ukiteka maji ndani yake itaendelea na kutoa maji. Hivyo basi vile tunavyoanza, vile tunavyoongea na vile tunavyotenda yaambatane kabisa na Yesu Kristo. Kwa maana sisi tunapookoka tunakuwa kama kisima ambacho kinafaa kutenda mambo, kunafaa kuanza mawazo mazuri, na yale mawazo mazuri pia tukaweze kuongea maneno ambayo ni mazuri, ambayo yanamfaa Yesu Kristo, na pia matendo yetu yakaweze kuwa yanafanana na Yesu Kristo. Nasema kwamba tusianze kufanya watu waanze kama vile mtumishi wa Mungu Yakobo alianza katika Yakobo 3. Alisema kwamba kisima kimoja, hebu
uanze hivyo wewe ulipokuwa kutoka utotoni mwako, wakati ulipokuwa unaenda kuteka maji yale unayoteka mahali pale katika kile kisima, yaani unaweza kutofautiana. Yaani siku ya leo ushote maji iwe kutoka kwa kile kisima ni maji tamu, na siku ya kesho uweze kuteka maji kwa kile kisima na iwe ni maji ambayo ni ya chumvi ama maji machungu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi ndivyo nasema kwamba ndani yetu kunafaa kuonekana, ikiwa uko ndani ya Yesu Kristo, kisima chako ama ndani ya moyo wako, maana moyo ndio kisima chetu kama Kristo. Na Yesu Kristo akiingia ndani ya moyo wako, mawazo yako, matendo yako yanafaa kuonekana, yanafaa Yesu Kristo kama kisima ambacho ni chemichemi inayobubujika maji ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo nasema kwamba mwanamke Msamaria ukimwangalia mahali hapa, mawazo yake wakati alipokutana na Yesu Kristo ilikuwa ya ukabila, na alikuwa anaonekana kwamba yeye hakuwa anatamani kabisa kuongea na Yesu Kristo, kwa maana Yesu Kristo alikuwa Myahudi na yeye ni Msamaria. Jambo la kwanza ambao mawazo yake alimuonyesha, wao hawafai kutengamana, hawafai kuongea, hawafai kuongea lolote wala kushia kitu chochote kile. Lakini wakati ule Yesu Kristo aliingia ndani yake, aliondoa ile ukabila, ule utofauti ukaweza kutoka ndani ya akili zake, na akawaza juu ya mambo mengine, na pia maneno yake akawa ni tofauti. Akaona wale wengine hata wao wanafaa injili ya Yesu Kristo, na akawaeleza juu ya Yesu Kristo na injili yake, na akawaita ili wakaweze kuelewa juu ya Yesu Kristo. Na matendo yake pia yakawa tofauti na mtu. Yesu Kristo alimwambia kwamba yeyote ambaye anakunywa maji haya ninayempa, ndani yake kunavuvujika, kunakuwa kisima ambacho kinavuvunjika maji yaliyo hai. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo sisi tunafaa kuonekana, sisi wa Kristo. Mawazo yetu yanafaa kuwa imechejiwa kabisa, ama imewekwa tofauti kabisa na mawazo ambayo tuliokuwa nayo kabla ya kumpokea Yesu Kristo. Lakini hata siku hizi tunawaza sana. Ni kwa nini hata Wakristo wana mawazo mabaya? Ikiwa ni katika ndoa, mtu anamwazia mpenzi wake mabaya. Ikiwa ni katika kanisa, yule mwingine anawazia mshirika mwingine mawazo mabaya. Ikiwa ni katika familia, yule mwingine anawaza kwa yule mwingine mawazo mabaya. Hiyo inaonekana kwamba wale ambao tumeokoka, kuna kitu ambao ndani yetu akijaingia ndani yetu, ambao tunafaa kuingia siku ya leo, kwamba tunafaa kujua kwamba yeyote ambaye anampokea Yesu Kristo, mawazo yake yanafaa kuwa tofauti na mawazo ya mtu ambaye hajaokoka. Na mawazo ya mtu ambaye ameokoka inafaa kuwa kama chemchemi ya uzima ambayo inavuvujika hadi uzima wa milele. Pia hata maneno yetu katika siku za leo ni kama vile Yakobo tu alisema katika Yakobo 3, alisema kwamba kisima kimoja kinaweza kutoa maji machungu na pia maji matamu. Hivyo akasema kwamba mimi nawaza ni kwa nini na mimi ni kama sielewi katika maneno ya watu ambao wameokoka, kwamba kinywa kimoja kinamwabudu Yesu na kinywa kimoja ndio kinatoa maneno machafu na maneno ya uchungu, maneno ya kusikiziana, maneno ya uongo, maneno ya vitina, maneno machafu, kama vile hata ibada za sanamu zinatoka katika kinywa kimoja tu. Na ndipo anasema kwamba mimi nawaza na nauliza, chemichemi moja inaweza kutoa maji machungu na pia maji matamu? Akawaza sema na akasema kwamba tuanze sana ambao tumeokoka na tuchunge vinywa vyetu katika maneno yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo nasema tena, katika matendo yetu ni lazima kuonekane matendo yetu. Siku ya leo ukitenda wema kwa mwingine, dakika ile nyingine
uonekane ukitenda tu yale mema yale tu, na dakika ile nyingine uonekane ukitenda mema, maana hata matendo yetu ni kama kisima ambao kinavuvujika. Na ndivyo Yesu Kristo alivyosema kwamba yeyote ambaye anayempokea, ndani yake kunatoka chemichemi ya maji ambayo inavuvujika hadi uzima wa milele. Chemichemi ambao ziko chemichemi ya moyo wetu. Je, inavuvujika maji ya uzima ambao inavuvujika hadi milele? Bwana Yesu asifiwe. Ile siku ya leo ukimwanzia mwingine mazuri, siku ya kesho utamwanzia mazuri. Na wakati unapopote ulipo unamwanzia mwingine mazuri? Hilo ndio swali langu. Na tena nasema kwamba maneno yako ni maneno ambayo ni chemichemi ya uzima ambayo inavuvujika hadi uzima wa milele. Pia nauliza, matendo yako ni chemichemi ya uzima ambayo inavuvujika hadi uzima wa milele? Kwa maana Yesu Kristo alisema kwamba yeyote ambaye anayempokea, yeyote ambaye anakunywa maji anayepeana, huwa ndani yake ni chemichemi ya uzima ambao unavuvujika hadi uzima wa milele. Sisi tuanze sana wakati ambapo tunachundia Yesu Kristo ndani ya maisha yetu. Mawazo yetu kama ni chemichemi ya uzima ambao unavuvujika hadi uzima wa milele. Hata maneno yetu yawe chemichemi ya uzima ambao inavuvujika hadi uzima wa milele. Na hata matendo yetu yawe chemichemi ya uzima ambao inavuvujika hadi uzima wa milele. Hivyo basi tuige mfano mwema jinsi vile Msamaria alivyopokea Yesu Kristo na mambo yake ikabadilika, na ndani yake akaona ni vizuri tena hata kuonyesha wale wengine yeye amebadilika. Wewe tangu ulipobadilika, ndani yako kunaonekana nini? Yesu Kristo alisema na kumaliza kusema kwamba yeyote ambaye amempokea, ndani yake ni lazima kuwe chemichemi ya uzima ambao unavuvujika hadi uzima wa milele. Na nimesema katika matendo, katika mawazo yetu ni lazima tuonekane tofauti, katika maneno yetu ni lazima tuonekane tofauti, na pia hata matendo yetu. Na Mungu abariki kanisa na tuwe chemichemi ya uzima ambao unavujika hadi uzima wa milele. Tukiangalia jinsi vile Yesu Kristo alivyoongea na mwanamke Msamaria, na mwanamke Msamaria alipopokea Yesu Kristo, ndani yake automatically kukatokea chemichemi ya uzima. Ni wengi sana ambao wamempokea Yesu Kristo, ama wanasema kwa kivinywa vyao wamempokea Yesu Kristo, lakini mawazo yao, matendo yao na pia maneno yao yako tofauti sana. Chemichemi yao ama nyoyo yao, yale wanaotoa ni tofauti sana na yale wanaoongea. Wewe Mungu abariki kanisa, na tuwaze sana juu ya neno la Mungu ambao tumelipokea siku ya leo, na tujiulize tena na tena kwamba ndani yetu kunatoka chemichemi za uzima ambao zinabubujika hadi uzima wa milele, ama ndani yetu kunao mambo ambao yanatokea ndani yetu ambao watu wanawaza na kuwazua sisi ni watu wa namna gani. Mungu abariki kanisa, na tuzidi kuwaza. Tuombeni. Mwenyezi Mungu Baba, ni asante kwa ajili ya neno lako siku ya leo Baba. Naomba ni kwa hanki ya msikilizaji aliyesikia neno lako siku ya leo Baba Jehova Mungu wa mbinguni, mpe Roho wako Mtakatifu kuelewa kwamba anafaa kuwa chemchemi ya uzima ambao unavuvujika hadi uzima wa milele. Na katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen.